Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa tunaenda kuweka hoja katika meza yetu hapa, na tunaenda kuangazia kile ambacho ni kwa mara ya kwanza taifa la Tanzania linapata wizara maalum kabisa ambayo inaangazia maendeleo ya vijana. Na wizara hiyo sasa imeazimia kuanzishwa kwa jukwaa la kidigitali la huduma jumuishi, yaani Youth Digital One Stop Platform, ambayo inaenda kuwezesha upatikanaji wa taarifa za ajira, mafunzo, fursa za mikopo, masoko na huduma nyingine, na vyote hivyo vitapatikana katika sehemu moja, yani katika jukwaa hilo. Na hiyo ni ahadi ambayo imetoka kwa vijana imetoka kwa waziri wa vijana kwenda kwa vijana wa Kitanzania, lakini pia waziri ameahidi kuimarisha majukwaa ya kuwakutanisha vijana ili kusikiliza sauti zao, kujadili changamoto na kuwaunganisha pamoja na wadau mbalimbali. Usahau kuwa waziri wa vijana pia Joel Nanauka amepata kuzunguka katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini. Lengo ni kukutana na vijana kabla ya kuanza kulitumia jukwaa hilo, lakini tayari ameanza kuzungumza na vijana katika katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini. Sasa ndani ya Morning Trumpet hii leo tunaweka mjadala hapa kuangazia kuanzishwa kwa jukwaa hili la vijana, tukiwa naye hapa director kutoka Africa Leadership Initiative. Huyu ni Joseph Malekela. Karibu sana Joseph. Asante sana. Bila shaka kuna mengi ya kuyazungumza kuhusu vijana. Bila shaka. Lakini pia tunaye mdau wa vijana kupitia njia ya mtandao, Coleman Ndetembea. Karibu sana Coleman. Sasa nasi tunafurahi kuwa pamoja nawe. Kwanza tukianza na Joseph, kuanzishwa tu kwa wizara hii ya maendeleo ya vijana, wewe kama kijana ulilipokeaje? Asante kwa nafasi. Ni mara yangu ya tatu sasa kuzungumza baada ya tangu kuanzishwa kwa hii wizara mpya. Na mara zote nilisema kwamba imekuwa ni furaha kwangu. Ni ishara nzuri kwamba tunapokuwa tuna wizara maalum inayoshughulika masuala ya maendeleo ya vijana, inaonyesha kwamba sasa masuala ya vijana yanapewa uzito zaidi. Na unajua kule nyuma waliosema kwamba tulikuwa tuna wizara ambayo kwa ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu, ilikuwa na mambo mengi kidogo, na masuala ya vijana ilikuwa ni kama idara fulani. Lakini sasa tunakuwa tuna wizara maalum ambayo inashughulika na masuala ya vijana, na ni kitu ambacho kinafanyika hivyo maeneo mengi, nchi nyingi, hata hapa Afrika zinakuwa zina wizara maalum ambazo kwa masuala ya vijana. Kwa hiyo nimefurahi mimi mwenyewe kuona kuwa na wizara maalum, lakini pili ambacho kinanipa furaha zaidi ni kuona kuna sura za vijana katika wizara yetu, kuanzia kwa waziri mwenyewe, na naamini huko structure za chini, kwa sababu najua bado inaendelea kuundwa zaidi na zaidi, naamini kutakuwa kuna sura nyingi za vijana. La matarajio yangu makubwa ni kuona jinsi ambavyo wizara yetu ya vijana inashughulika kwa karibu na changamoto za vijana, zaidi sana kuwasikiliza vijana kama ambavyo tayari wameshaanza kufanya, kwa kwamba wanawasikiliza vijana, kujua changamoto zao na kushughulikia, sio kusikiliza tu, kuweza kuzishughulikia ili mwisho siku kuweza kupata utatuzi. Kwa yale ambayo tayari yameshafanyika na ambayo yanaendelea kufanyika, yapo ambayo yanaonyesha mwanga mzuri, na nimependa wazo la kuanzishwa kwa majukwaa ya kidigitali kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amezungumza. Tuko kwenye ulimwengu wa kidigitali hivi sasa, na matumizi ya kidigitali hayaepukiki. Ni ngumu sana hivi sasa kumfikia kijana mmoja mmoja kule mtaani kama ambavyo Mheshimiwa Waziri anafanya, japokuwa ni ishara nzuri kwa maana ya ufikikaji wa kiongozi kwa wananchi. Lakini matumizi ya digitali ni rahisi zaidi kuweza kuwafikia vijana na kutatua changamoto zao kwa urahisi zaidi. Nadhani mnafahamu tulikuwa tunazungumzia masuala ya serikali mtandao, e-governance, na mchakato ulishaanza. Kuna baadhi ya vitu vitafanyika vizuri. Sasa hivi ukitaka loss report sio lazima uende kituo cha polisi kuchukua loss report, unaweza kuipata kwenye njia ya mtandao. Nchi kama Rwanda wana mifumo ambayo ni ya kidigitali. Huduma nyingi unazipata katika majukwaa ya kidigitali. Kwa kuanzisha, kwa maana ya kuwafikia vijana kule waliko. Vijana wengi wapo katika
ulimwengu wa kidigitali, kuwafikishia huduma vijana kule waliko ni kitu kizuri, na mimi naamini kwamba kama wazo hilo, dhamira hiyo ikitendewa haki, ikifanyika vizuri, basi inaweza kusaidia kuwafikishia vijana taarifa. Changamoto kubwa ambayo vijana tuko nayo ni upatikanaji wa taarifa. Ni wapi unapata taarifa juu ya uwepo wa ajira, mfano juu ya uwepo wa masoko, kwa mfano juu ya uwepo wa fursa mbalimbali ambazo zinaweza kukufanya wewe ukajikwamua kiuchumi, ama ukaweza ku expose kipaji chako ulicho nacho, ama ukaweza kukutana na wengine ambao wanaweza kukupa mawazo mazuri zaidi ambayo mkaweza kujiunga na kushasi kufanya kitu kizuri. Kwa hiyo tunapokuwa unatengeneza jukwaa ambalo linalenga kuwafikia vijana, kuwafikishia vijana karibu zile fursa muhimu ambazo wanazitafuta, ni kitu kizuri. Lakini angalizo ambalo nitataka tu nitoe ni kwamba ulimwengu wa kidijitali pia una mambo yake ambayo ni mengi. Kwa vyovyote vile nategemea kwanza kuona center, kwa maana ya wale ambao wana run huo mfumo wa kidijitali, ile jukwaa la kidijitali, wawe ni watu ambao wana update mara kwa mara, kwa sababu tunazo applications nyingi ambazo ukiingia unakuta taarifa haziwi updated mara kwa mara. Na mwisho wa siku unakuta haupati kile ambacho unakitafuta kwa wakati. Unajua fursa, kwa mfano nazungumzia masuala ya fursa za ajira, fursa za masoko, fursa za program za mafunzo mbalimbali duniani zinatoka kila siku. Sasa nani ambaye anazitafuta, anazifeed kwenye hiyo mifumo ili mwisho wa siku vijana waendelee kuzipata? Kwa hiyo tunatakiwa kuwekeza vizuri watu ambao wanaweza kuhakikisha kwamba wanaweka taarifa za mara kwa mara ili mwisho wa siku vijana kupata kwa wakati. Sawa kabisa. Na swali kubwa ambalo tunaweza tukaliweka mezani, Balkis, ni kwamba ni jukwaa la namna gani ambalo vijana wanalihitaji. Nafikiri pia tutasikia sauti za vijana katika maeneo mbalimbali nchini kabisa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba zaidi ya 70% ya Watanzania ni watu ambao wana chini ya umri wa miaka 35. Vijana wenyewe ambao tunaanzia miaka 15 mpaka 35, lakini wengine wao wanakwenda mpaka 45, lakini tukianzia 15 mpaka 35 ni 34.5% ya population ya Tanzania. Kwa unaweza ukaona kabisa kwamba ni population ambayo ni ya vijana. Lakini pia ukitafuta kile wataalamu wa masuala ya idadi ya watu wanaita median age, yani ukichukua umri wetu ukatafuta wastani, umri wa pale katikati, unapata miaka 18 mpaka 21. Yani tukisema tupunguziane alafu wote tuwe sawa, maana kila mtu atakuwa na umri huo. Sasa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Tanzania ni taifa la vijana. Nini ambacho kinawaunganisha vijana? Ndio swali la msingi. Na Coleman, kabla tujawasikia vijana wengine, tungependa kusikia kutoka kwako. Unadhani ni kitu gani ambacho kinaweza kikawa ni jukwaa muhimu la kuwaunganisha vijana nchini Tanzania? Asante sana, good luck. Kama ulivyoanza kutaja hapo kwenye swala la takwimu kwamba takriban 77% ya population ya Tanzania ni watu walio chini ya umri wa miaka 35. Kati ya 15 mpaka 35 ni takriban 34%. So kama unadili na inaonyesha hawa chini ya miaka 15 ni watu ambao ndani ya miaka michache wana transition kuingia kwenye ujana. Kwa hiyo unapozungumzia masuala ya vijana, unazungumzia masuala ya kitaifa. Sio masuala ya vijana hawezi kutritiwa kama kisiwa. Kwa hiyo nadhani kadri wizara hii na jukwaa linavyofanya kazi, liangalie mtazamo mpana, kwa sababu changamoto zinazosikilizwa za vijana sio changamoto za vijana, ni changamoto za taifa, kwa sababu changamoto za 70% ya watu. Kwa mfano ukija kuangalia kwenye mifumo, ukisema leo hii ili mtu afanye kilimo kimnufaishe yeye na familia yake, ni changamoto ni zipi? Hizo ndio changamoto za vijana. Ili mtu afanye biashara, changamoto ni zipi? Hizo ndio changamoto za vijana. Kwa hiyo nitatuliwa kwa mtambuka, turahisishe mifumo yote tu, kwa sababu hii mifumo yote inakuwa access na 77% ya wananchi. Ona, kama tunasema leo hii, nimesikia Mheshimiwa Waziri alisema kwenye Youth Special Economic Zone, moja ya vitu tutaweka ni one stop centers kwa ajili ya kurahisisha usajili wa biashara. Mimi nadhani hilo swala ni zuri likianza sasa hivi, kwamba mtu akienda BRELA anamaliza kila kitu, kwa sababu bado asilimia kubwa ya watu wanaanzisha biashara wazawa ni vijana chini ya miaka 35, asilimia 77, na bado wanakutana na changamoto hizi. Kwa nadhani ni jambo zuri, ila tuliangalia kwa mtambuka, kwa sababu changamoto yote ya vijana ni changamoto ya taifa, na ukitaka kuitatua changamoto ya vijana itatua kwa mtazamo kwamba unatatua changamoto za kitaifa kwenye kila sekta, kwenye kila wizara ambayo tunayo.
Naam, Coleman. Lakini pia natamani kujua ungependa sasa hili jukwaa ambalo linaundwa, kwa sababu kumekuwa na mjadala siku zilizopita, siku za nyuma, kwamba kuwe na baraza la taifa la vijana, na hapa waziri amezungumzia kuhusiana na kuwa na the digital forum, yani kuwa na jukwaa la kidijitali la vijana. Kipi kati ya hivi viwili kinahitajika zaidi kwa sasa? Mimi na tofautiana kidogo. Nadhani zote mbili ni idea nzuri, baraza na hii digital forum, lakini mimi nadhani maybe digital forum inaweza ikawa way to go kwa sababu ya cost efficiency, yani ufanisi wa kigharama, na ukizingatia again kwamba hatuhitaji chombo special cha kudili na vijana. Tunachotakiwa kufanya ni kuhakikisha changamoto zote za kijamii zinatatuliwa. Yani ukitatua changamoto za kijamii, umetatua changamoto za kijana. Ninaona inakuwa ni kama mzunguko, bureaucracy kwa Kiingereza, kwamba tunatafuta namna special ya kudili na vijana ikiwa tunadili na 70% ya wananchi. Mimi nadhani hakuna haja ya kuwekeza nguvu nyingi specific ya kutatua changamoto za vijana, nguvu hiyo kwenye kuwasikiliza. Alafu tunapotatua hizo changamoto, twende kwenye sekta husika, twende kwenye sehemu ya kilimo, twende kwenye sehemu ya uongozi, twende kwenye sehemu ya madini, huko kote wako vijana. Kwa focus hiyo kwenye chombo cha kuwasikiliza, implementation ifanyike kwenye za zote. Hakuna haja ya kuseti structure mpya, watu wakae, kuwe na vikao, kuwe na ofisi, gharama za magari na kadhalika, wakati hizo changamoto tunadili na changamoto za 70% ya wananchi. Coleman, ukisema kwamba sasa hivi vijana wanahitaji kusikilizwa zaidi, pengine kwa mtazamo wako unaona ni kwa kipindi gani vijana hawajasikilizwa kabisa hoja zao? Nadhani kinachotokea ni kwamba kuna mabadiliko. Hawa walioko sasa hivi wengi kwenye nafasi za uongozi, nafasi mbalimbali, ni watu ambao walikuwa vijana zamani. Muda umeenda, vipaumbele vimebadilika. Sasa changamoto kama wanaofanya maamuzi ya msingi kwenye idara mbalimbali si asilimia kubwa, inaonyesha wanafanya maamuzi ya msingi ni 23%. Sawa. Hao ndio watu ambao kwenye nafasi za uongozi na kadhalika. Kwa nadhani hapo ndio inapotokea gap sasa, kwamba tunajili na generation mbili tofauti zenye vipaumbele viwili tofauti, alafu moja inafanya maamuzi. Na ndio hapo sasa vijana wanaposema hatusikilizwi, hatupati nafasi kwenye uongozi, kwenye kadhalika na kadhalika. Kwa sasa kinachotokea sasa hivi, mambo yote ya Gen Z na kadhalika, na tunavyoona kwenye nchi nyingine, ni kwamba sisi kama majority ya population ya nchi na dunia, mahitaji yetu ya msingi kulingana na nyakati zetu zinavyoenda ni sasa. Yaani mfano ukiangalia sasa hivi kwenye upande wa ajira, mtu alikuwa anamaliza shule form 6 huko 90 na akimaliza hata form 6 uhakika wa ajira upo, akimaliza chuo ndo kabisa. Sasa hivi ukimaliza chuo uhakika wa ajira ni uongo, kwa sababu ya rate ya output ni kubwa kuliko rate ya soko la ajira linavyoconsume vijana. Sasa hapo ndo tunaposema sasa vijana wasikilizwe, kwamba kuna changamoto za kipekee ambazo zimekuja na muda, lakini wanaotatua changamoto zile wanatatua changamoto zile kama walikuwa wanatatua mwaka 90, kipindi wao solution zao zinafanya kazi. Naam, hoja yako imeeleweka bila shaka. Alivyogusia hapo kwamba zamani kwa ukimaliza, kwa mfano ukimaliza tu chuo au ukimaliza shule, kazi na kusubiri hapo. Sasa hivi inabidi umalize degree, masters, afu urudi kwanza VETA kidogo, afu na Coleman mwenyewe ni miongoni mwa vijana ambao wameona kujiajiri ndio suluhisho la maisha yao kabisa, kuliko kusubiri huku mtaani na kusikilizwa changamoto zao, ikiwemo changamoto maarufu kwa vijana, changamoto ya ajira. Kabisa, hiyo ni changamoto maarufu kwa kweli. Sasa kabla ya kuangalia pia maoni ya vijana katika mikoa mbalimbali, Brighton, kulikuwa kuna, nilimgusia hapo hoja ya kuanzishwa baraza la vijana, japo waziri alichokuwa anazungumza pia amesema na hiyo pia itakwenda, tutaunda jukwaa la kidijitali, lakini itakwenda sambamba na kuundwa kwa baraza la vijana. Unaona kuna utashi wa kinchi labda na makundi yote yanahusika, na nyinyi ni wadau, mnaongoza taasisi ambazo zinashughulikia vijana, mnaona kabisa kuna hiyo hali ama utashi wa kinchi wa kuwa na forum kama hiyo? Kwa sababu swala la kuwa na baraza la vijana imekuwa ni kama swala la danadana hivi, imekuwepo na kuenda na narudi, hakuna kinachoendelea. Asante. Nianze kwa kuchukua pale kwa Coleman. Uliuliza swali kwamba kipi ni kipi, na yeye akasema
maoni yake nadhani tu invest kwenye digital platform na kutokuwa na structure zaidi za vijana kuepuka gharama. Nadhani na tofautiana na hilo, tunahitaji vyote viwili, na swala la Baraza la Taifa la Vijana kwa mujibu wa historia zilizopewa ni kwamba limeanza kudaiwa hata kabla mimi sijazaliwa. Mwaka 95 watu wameanza kudai Baraza la Taifa la Vijana. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kipindi hicho tulikuwa tumeingia kwenye multi-party system, mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo ile idara ya vijana ya chama fulani ingekuwa haitoshei kwa sauti za vijana wote, hata wale wasio na vyama au waliko vyama vingine. Ndio maana kuna uhitaji wa kuwa na Baraza la Taifa la Vijana. Sasa mchakato wa kulidai baraza umefanyika kwa miaka 20 mpaka mwaka 2015 ndio sheria ikatungwa. Kwa hiyo sheria ipo, na si kwamba ni kutaka structure nyingine, yani ni takwa la kisheria kwamba vijana wanapaswa wawe na baraza lao la taifa kwa mujibu wa sheria namba 12 mwaka 2015. Nini kimekwama? Na swali lako unaulizwa, naona kuna utashi wa kisiasa toka mwaka 2015 mpaka sasa hivi ni miaka 10. Na tumekwama kwamba kuwepo kwa kanuni na baraza kuanza. Na unajua mimi kwangu mimi ni necessary delay, kwa sababu nchi zote zinazotuzunguka zote unazojua kuanzia Zanzibar kwenda Kenya, kwenda Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi mpaka wenzetu wa Msumbiji, Baraza la Taifa la Vijana lipo, isipokuwa tu hapa Tanzania bara. Sasa unajiuliza tatizo gani kubwa ambalo sisi hapa tu peke yake tunalo ambalo hatuwezi kuhimili uwepo wa Baraza la Taifa la Vijana? Ni muhimu Baraza la Taifa la Vijana likapewa kipaumbele kwa uzito unaostahili, kwa sababu tumeshaona kwamba kuna umuhimu wa kuwa na majukwaa yanayowaunganisha vijana bila kuwa na tofauti zao zote zile. Mwisho siku waje pamoja waweze kuzungumza changamoto zao. Ingekuwa ni rahisi hata Mheshimiwa Waziri asingehangaika kuweza kuzunguka huko mitaani ambako anapita kukutana na vijana, sababu angekuwa na chombo ambacho anakutana nacho ambacho kina vijana bila kujali tofauti zao. Changamoto ambayo tunao sasa hivi, tuna vijana ambao wamegawanyika katika mitazamo mbalimbali ya kivyama, ya kidini na maeneo mengine, na ni ngumu kuweza kujenga ushirikiano, kuweza kukaa pamoja na kuweza kutengeneza fursa pamoja. La mwisho kuhusu jukwaa la kidigitali, nimeanza kwa kusema ni jambo zuri na naliunga mkono, na hilo halihusiani kabisa na Baraza lenyewe la Taifa la Vijana. Sasa swali na pengine good luck, uwepo Baraza la Vijana unadhani lingekuwepo ama likiwepo hivi sasa, hili jukwaa la vijana la kidigitali litashindikana kufanyika chini ya Baraza la Vijana? Swali zuri. Na mimi nadhani ni wazo zuri zaidi kwamba moja ya jambo ambalo Baraza la Taifa la Vijana lingefanya ni kuhakikisha kwamba pia hilo jukwaa la kidigitali linakuwa lina run, ili mwisho siku kupunguza mzigo mkubwa kwa wizara ambao of course watashirikiana, kwa sababu structure ya Baraza la Taifa la Vijana jinsi ilivyo lazima wafanye kazi kwa pamoja na Wizara ya Vijana. Kwa sababu hata yule katibu wa baraza anateuliwa na rais kuhakikisha kwamba anasimamia Baraza la Taifa la Vijana. Kwa kuna namna watashirikiana, na si kitu kibaya kuhakikisha kwamba wanafanya kazi pamoja, kwa sababu huku kwenye baraza ndio rahisi kupata vijana wenye ujuzi, na mwisho siku wakafanya kazi ya kufeed hizo taarifa, hizo fursa mbalimbali. Kama unaofahamu kwamba amezungumza mwenzangu hapa kwamba ukiangalia kwenye zile decision making kubwa za kiserikali, wengi ni ile 23%. Sasa unataka ututengenezee jukwaa la kidigitali, uweke fursa za vijana ambazo pengine wewe hauko karibu nazo, lakini kama lingekuwa ni kitu ambacho kinakuwa operated na vijana kupitia baraza lao, ingekuwa ni rahisi zaidi. Ila nakubaliana na uwepo wa jukwaa la kidigitali la kuweka karibu fursa za vijana karibu na vijana, hilo ni jambo la muhimu, lakini nasisitiza swala la Baraza la Taifa la Vijana halipaswi kuchelewesha zaidi, kwa sababu tumeona umuhimu wake. Na mimi nitoe tu kitu kimoja kwamba nchi kama Uganda, Uganda najua vijana wengi wanaona kama mambo mengi si hayako vizuri, lakini Uganda ni moja ya nchi ambayo kuna wabunge wanaotokana na Baraza la Taifa la Vijana. Okay. So naelewa vizuri. Sababu sasa hivi ukitaka upate wabunge wa vijana bungeni unawapataje? Lakini wapo. Upitie huko tena Sasa ndio mpaka upitie kwenye mambo ya siasa. Lakini wapo wabunge ambao wa vijana, lakini kwenye vyama vya siasa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama chama cha siasa hakijapata kura za kuwasaidia kuwa na wabunge kwa mfano wa viti maalum ama ambao wanatokana na hayo makundi, maana yake ni kwamba inakuwa ni ngumu pia. Lakini pia yani tunakosa ule uwakilishi wa jumla wa vijana, sababu hawa wanakuwa
unajua mbunge anayetokana na chama fulani au itikadi fulani anabeba zaidi itikadi kuliko ile kuwakilisha wote kwa ujumla. Kwa hiyo nafikiri ndio hoja ambayo alikuwa anataka kuizungumza hapa, lakini hebu tuwasikilize na vijana wengine katika maeneo mbalimbali nchini wanazungumza nini ama wanatamani kuwe na jukwaa la namna gani la kuwaunganisha vijana, tukianzia kule mkoani Iringa. Kwa majina naitwa Maridadi Agustino Neto, ni mkazi wa Iringa mjini. Mimi kuhusiana na jukwaa la vijana nilikuwa natamani zaidi jukwaa la kwanza kuhusu changamoto za vijana, hasa kwenye upande wa kuweza kujikwamua kimaisha. Na vijana wengi sana sasa hivi wana hustling kuhusu maisha, na ndio maana kwamba maisha yanavyoenda anajaribu kufight, akiona mazingira kepto ya kuanza kutafutia mazingira ya maisha yamekuwa magumu, ndipo sasa anaonekana kwamba amefeli, na kinachofanyika maana yake ni kuingia hata kwenye madawa ya kulevya. Kwa hiyo unapozungumzia source ya changamoto jukwaa la vijana, mimi zaidi nilikuwa nahitaji tupate jukwaa la kuona namna gani vijana watakuamuliwa kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Hiyo ni sehemu ambayo ni kubwa sana, na nadhani kabisa hata kama kukitokea na hiyo wizara wajaribu kuangalia kwa mapana na marefu. Najua vijana sasa hivi wanakutana na changamoto nyingi sana, na hasa changamoto ya kwanza ni kuhusu mitaji. Watatokaje kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Hii sehemu ni ngumu, na ndio maana ukijaribu kuangalia kwa vijana walio wengi, unaona hawaendi hatua, kwa sababu wengi hata wanaokwenda vyuoni wanategemea zaidi kwamba anaenda kusoma chuo, akitoka anapata wapi ajira. Hiyo nayo ni changamoto ambayo ni kubwa. Hivi sasa hivi tukijaribu kuangalia hata kwa serikali, nyinyi wenyewe mnaokaa kwenye wizara, wanavyuo wote mnaozalishwa Tanzania, kwenye vyuo vyote vya Tanzania, kila mmoja anafikiriwa kuajiriwa. Hivi hamwezi mkakaa mkafikiria kwamba kuna njia nyingine za kuweza kuwakwamua vijana? Sio kwenda tu kwenye upande wa kukaa kwenye maofisi na kuandika tu. Kumbe serikali kijipanga, ikiwa committed kwa ajili ya kuangalia changamoto za vijana, kuwatoa kutoka kwenye level moja kwenda kwenye level nyingine, unaweza kuangalia kwamba ni namna gani vijana wanaweza kawa wamekamatiwa kikweli kweli, wapewe masharti magumu kwa ajili ya kuwawekeza sehemu waende kwenye upande wa kilimo, na sio kilimo kile ambacho cha kubahatisha cha majembe ya mkono. Hayo huwezi kufanikiwa. Changamoto zipo. Changamoto wanazolia zaidi vijana ni kuhusu kufanikiwa kimaisha, na ndio maana wengine wanalazimika kutafuta hata utajiri kwa njia ya punje za nguvu za giza. Sasa huko nako ukienda huko unakutana kuna changamoto nyingi sana. Mtu anaweza kwenda kupoteza maisha ambao ni kitaratibu na unyuma wa sheria, wanakwenda kwa waganga sio na nini. Yote akasema bana, mimi nilikuwa naenda huko sio kama nilikuwa napenda, lakini nilikuwa naenda kule kwa sababu ya kutafuta maisha. Kwa hiyo hii sehemu ni ngumu. Mtazalisha sana wasomi sana kwenye vyuo vyenu huko, nitawaambia watu someni, lakini mwisho wa siku watu wanakwenda kwenye vyuo, wakitoka wamemwagika, hawana issue zozote wanazozifanya. Na wengi wanaangalia serikalini, mtagombanisha watu. Jina langu naitwa Moses Mbwambo, ni mkazi wa Iringa. Kwanza kabisa tunashukuru sana serikali kwa kuanzisha jukwaa hili la vijana. Tunaipongeza sana kwa wazo hilo zuri. Na niseme tu jukwaa hili litakuwa msaada mkubwa na litaleta chachu sana katika taifa letu. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa hili, na vijana ndio taifa la kesho. Kubwa ambalo natamani sana katika jukwaa hili, cha kwanza ni kwamba jukwaa liwafikie watu wengi. Tushazoea kwamba majukwaa mengi ambayo yamepita hapo nyuma, mengi unakuta tu yanafanyika jijini Dar es Salaam, na huku kwingine kwenye mikoa mingine ukienda Songo unakuta huko hayawafikii. Kwa hiyo tunatamani sana jukwaa hili liweze kwenda kuwafikia watu wengi, vijana wengi liwafikie. Na kupitia jukwaa hilo, kipi tunachokitamani kama vijana? Tunatamani sana jukwaa hilo lilenge kwenda kutatua changamoto ya ajira kwa vijana. Moja, kwanza kwa kuwapa ujuzi wa kuwezesha vijana kuweza kwenda kujiajiri. Lakini lingine pia kuwezesha vijana juu ya mambo ya teknolojia. Teknolojia kwa sasa imekuwa kwa kasi sana. Kwa hiyo tunatamani sana jukwaa hilo liweze kwenda kuwezesha vijana juu ya mambo ya teknolojia. Kwanza kabisa mimi naitwa Abdalla Kinula. Nikiwa kama kijana, kulingana na mwenendo unapoelekea kwa sasa, kwanza kabisa ningependa kuwapongeza watu ambao wamefikiria kuanzisha jukwaa la vijana. Kuna baadhi ya watu wanapofanya kazi, sometimes unakuta wanafanya kazi sana, changamoto zinakuwa nyingi, unakuta mitaji midogo, wengine wanataka kusema kwamba mwingine wamemaliza chuo, ajira zimekuwa changamoto. Kwa hiyo mimi kama kijana, kwa namna ninavyoona, kwanza kabla ya kumaliza chuo, kama naanza kusoma chuo, kabla ya kumaliza chuo natakiwa niwe na mpango mkakati.
mimi nasomea swala la tuseme agriculture. Kabla ya kumaliza agriculture, mimi natakiwa niwe na plan B. Mimi nikimaliza chuo naenda kufanya kazi gani? Nisitegemea agriculture tu. Niseme mimi kwa sababu nimesomea agriculture, baada ya miaka 5 agriculture tu, kwa sababu agriculture pia nayo ina changamoto zake. Naweza nikamaliza agriculture alafu kukawa na atmosphere ikawa tofauti. Kwa hiyo mnatamani jukwaa hili lifanye nini ili kukabiliana na hizo changamoto kama hizi? Jukwaa kama jukwaa, mimi ningetamani kwanza kabisa lingeendelea zaidi kukutana na vijana. Vijana tuna umuhimu mkubwa sana katika taifa hili. Kitu chochote kile ambacho kinahusu mzee huwezi kuongea na kijana, na kitu chochote kile ambacho kinahusu kijana huwezi kuongea na mzee moja kwa moja. Kwa ushauri wangu mimi kama kijana, jambo lolote ambalo linahusu vijana, miongoni mwa vijana, hata kama wazee watakuwepo, miongoni mwa vijana tungeshirikishwa, kwa sababu ndani ya kushirikishwa kuna watu watakuwa na maono chanya, kuna watu watakuwa na maono hasi. Kwa kulingana na maono ya watu tofauti, ndani ya hayo maono tutapata kipi cha kufanya. Lakini pia tukiwa tunaelekezana, nafikiri tutapata ufumbuzi kupitia hilo. Vijana hao baadhi yao kwa kule mkoani Iringa. Coleman, sijui kama umewasikia, lakini natamani kujua kutoka kwako, unadhani kwa kiasi gani vijana wa Tanzania wana uelewa ama wanayo elimu ya kuhusiana na hasa nini wanachokitaka kama vijana, lakini pia wapi pa kufikisha changamoto zao? Nadhani nikiangalia hapo maoni ambayo yametolewa, lakini moja ya vitu ambavyo personally niliobserve kwenye ile ziara ya Mheshimiwa Waziri alipokuwa anazunguka, nadhani ilikuwa ni mikoa ya Songwe kule Mbeya. Moja ya vitu ambavyo hata watu wengi walikuwa impressed navyo ni namna gani leo hii vijana wana uwezo mkubwa wa kujieleza na hawaogopi kujieleza mbele ya mamlaka, na wana uwezo wa kuzichanganua changamoto zao. Na nadhani tuko kwenye hatua nzuri kwa sababu ya huo uelewa. Utandawazi ni mkubwa, watu wana vyanzo mbalimbali vya taarifa, na kuna kitu kizuri sana kinaitwa matumaini. Unajua, watu wakiona vitu vinavyowezekana kwa sehemu nyingine wanapata matumaini kwamba kinawezekana hapa nyumbani. Kwa hiyo uelewa ni mkubwa sana. Vijana wanafahamu changamoto zao, na tunapoongelea vijana ni hao wote wanaozunguka huko nchini. Nadhani ndio hapa sasa tunajiuliza pia, kadri tunavyounda haya majukwaa na vyombo hivi, vyombo vikiwa centralized na vikawa viko connected na executive na uongozi wake unachaguliwa na executive. Je, kijana mfano kama yule tulimuona Mbeya alikuwa anasema amemaliza degree anabeba magunia, atasikilizwa kwenye hivi vyombo, au kuna mtu ambaye amemaliza chuo akapata kazi moja kwa moja au akapata hivi ndo anaenda kumwakilisha yule kwa kule ambaye amekosa kazi anabeba mizigo? Kwa hiyo uelewa ni mkubwa, lakini tunapounda vyombo vya uwakilishi tuwe makini sana kuangalia, je, hawa wanaowakilisha wanaishi uhalisia wa wale wanaowakilisha, au ni wachache waliotoboa wanawakilisha wengi ambao hawajatoboa? Na je, wanakuwa vipi na uwezo wa kuwakilisha zile changamoto? Kwa uelewa ni mkubwa, ila tuwe makini namna gani ambavyo tunakusanya haya maoni. Na kitu kingine naomba niongezee, kuna hotuba moja nilisoma ya Mwalimu Nyerere, ni ya mwaka 77, alikuwa akipiga soga na vijana wa Tano Study Group kipindi hicho, na alizungumzia kitu kimoja mwanzo wa hotuba ile. Hotuba ilikuwa inahusu kazi, lakini mwanzoni alizungumzia kitu kimoja, akasema kwa kipindi kile akasema, sera za Tano si Biblia wala msaafu, mnatakiwa kuhoji. Akasisitizia sana vijana watakiwa kuhoji, na mimi nadhani rai yangu ni hiyo hiyo, kwamba uelewa ni mkubwa, ila vijana wasiogope kuhoji. Yaani watakuwa kuhoji sana, na kwa minajili hiyo vyombo vinavyounda kuwawakilisha vijana au majukwaa yanayounda kuwawakilisha vijana yawe separate kutoka kwa mihimili ya serikali, kwa sababu kama haya majukwaa yanatakiwa kuhoji serikali na yako connected au uongozi wake unachaguliwa na mihimili ya serikali, yatahoji vipi? Au ile roho ya kuhoji na spirit ya kuhoji itakuwa vipi? Kwa sababu tunapohoji ndio tunapopata suluhisho ya matatizo yetu. Sasa Coleman amezungumza vizuri sana. Amezungumza vizuri, tupa summary nzuri kutokana na maoni ya vijana kutoka kule mkoani Iringa. Namuona Joseph hapa anataka
kuendelea kuchangia kutokana na kile kwamba anachokisema, lakini tuende tukaangazie maoni kabisa katika mkoa mwingine, kwa sababu vijana bado wana mengi ya kusema. Sasa tuelekee kule mkoani Kagera tupate kuwasikia vijana kutoka mkoani huu. Jukwaa la vijana kama litaanzishwa na likaenda kwa malengo yaliyokusudiwa litasaidia. Kwa sababu gani? Vijana wana changamoto nyingi ambazo wanazipitia, lakini pengine tunakosa ni sehemu gani tunaweza tukaziaddress. Kwa hiyo naamini kuwepo kwa jukwaa hilo litasaidia vijana kuwa ni sehemu ya kuelezea hisia zao, mawazo yao, changamoto zao, na ambao pengine labda serikali inaweza ikaifanyia kazi kwa manufaa ya kwao vijana. Mpango wa serikali wa namna kuweza kutusaidia sisi vijana, naweza kusema kwa upande wangu unaweza kuwa mzuri, lakini sasa tunaangalia, je, itatufikia kwa tunavyotaka sisi wananchi ama sisi vijana? Asilimia kubwa vijana tunahitaji namna watakavyoweza kupata zile fursa, aidha kama ni kilimo ama kama ni ufugaji, hata kama ni katika ngazi ya karakana. Pale wanapokutana wakazungumza inaleta tija, kwa sababu kwanza hiyo dhana ya ushindani katika maendeleo yao, pili inawajengea urafiki, na maana network inakuwa kubwa kiasi kwamba kijana wa Bukoba anaweza kuwa na urafiki na kijana wa Mwanza, kijana wa Mbeya, kijana wa Mtwara. Kwa hiyo wanapotengeneza, na maana ni rahisi hata kufanya biashara kwa njia ya mtandao na nini. Kwa hiyo kwa mantikio mimi napongeza serikali na ninawasihi vijana walione jambo hili ni muhimu sana kwa manufaa na ustawi wa vijana wa Tanzania. Naam, hao ni vijana kutoka kule mkoani Kagera. Tumepata kuwasikia Joseph, wako ambao wanasema tuna mengi lakini hatujui hata pa kusemea. Bila shaka umewasikia vijana. Unazionaje fikra za vijana? Asante. Vijana wanataka Baraza la Taifa la Vijana kwa maelezo tu ambayo nimesikia, sababu hawa wanazungumzia hatuna sehemu ya kukutana kuzungumza. Sasa huwezi kukutana kwenye jukwaa la kidijitali. Mheshimiwa Waziri anazungumzia tuzindua jukwaa la kidijitali ambalo litaleta fursa kwa vijana karibu yako, labda kwenye simu pale ukiingia utaona fursa za kazi, fursa za nini pale. Kabisa. Na kabla hujafafanua hilo pia shikilia hapo Joseph Malekela, tutarejea kwako hapo kuendelea hapo ulipoishia. Kwa muda huu tupate mapumziko mafupi na matangazo kutoka studio, kisha tutarejea. Tumerejea tena. Tunaangazia kuhusiana na kuanzishwa kwa jukwaa la vijana Tanzania, na hapo Brighton ulikuwa unazungumzia kuhusiana na ile wanashindwa kutofautisha kati ya hilo jukwaa la kidijitali la kuwasogezea vijana fursa na Baraza la Taifa la Vijana, japo yote mawili aliyataja waziri wakati anazungumza. Asante. Ndo nasema kwamba kwa mazungumzo haya ambayo vijana wametoa huko mikoani kama ambao mmehoji, wengi wanazungumzia nikiwa na changamoto yangu na shindwa sehemu ya kwenda kulijadili, kuzungumza. Lakini pia swala la vijana wana hoja mbalimbali, wana changamoto mbalimbali, wapi tunakuwa nazo ziko collected. Kama kwenye ngazi ya kata, tunajua kata yetu hii ya Tabata tuna changamoto za vijana ni hizi, kwa sababu wana sehemu wanakutana. Kwa hiyo huo mtazamo wa vijana kutaka kuwa na sehemu ya kukutana, hilo kwa mujibu wa sheria namba 12/2015, hilo ni Baraza la Taifa la Vijana ambalo linakuwa lina structure kuanzia kwenye ngazi ya kata mpaka ngazi ya taifa. Wanapata sehemu ya kukutana, kujadili mambo yao, kuweka mezani changamoto zao na kuona wanafanyia vipi utatuzi na wadau mbalimbali. Kinachozungumzwa hilo la kwanza la baraza ni la muhimu, na mimi kwa maoni yangu nadhani ni vizuri serikali ilifanyie kazi, kwa sababu tayari sheria ipo. Yaani tuna sehemu ya kuanzia. Kinachokosekana mimi nadhani ni political will, utashi wa kisiasa. Na wakati fulani tulikuwa tunapata matumaini sana, kama mnakumbuka Mheshimiwa Rais pale Mwanza atoa hotuba yake kwa vijana, akasema vijana mnakutana wapi kujadili masuala yenu? Kwa nini Baraza la Taifa la Vijana halipo? Ni kitambo kidogo, nadhani mwaka 2022 kama sijakosea, na toka kipindi hicho mpaka sasa hazijaonekana jitihada za moja kwa moja za kulianzisha hilo baraza. Kwa mimi nadhani ni vizuri wizara yetu pamoja na mambo mengine na nia nyingine njema
lione namna ya kulifanyia kazi swala hili la Baraza la Taifa la Vijana kwa uharaka, kwa uzito wake, na itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kushirikiana na changamoto za vijana. Lakini la pili, kuwa na hili jukwaa la kidigitali. Elimu hii nadhani itoke vizuri, kwa sababu vijana wakipata swala la jukwaa, kwa sababu hawana Baraza la Taifa la Vijana lile physical la kukutana, wanafikiria ndo lenyewe. Kwa kuwa na hili jukwaa la kidigitali ambalo watu wataweza kulipata kwa njia ya kidigitali kupitia simu zao, kupitia kompyuta, kupitia internet, kuweza kurahisisha upatikanaji wa taarifa za fursa, lakini pia kupata huduma mbalimbali kwenye mfumo huo bila kuhitajika kutembea kwenda mahali pengi. Kama alivyosema Coleman, tunashughulikia changamoto ya kitaifa, kwa sababu 77% ya watu ni robo tatu ya nchi nzima. Sasa hapa ni lazima huu mfumo wa kidigitali usiwalenge vijana peke yake. Sawa, vijana ni primary target kwa sababu ni wengi ndio, lakini uwalenge pia na wadau wengine ambao wanataka kuweza kupata huduma katika nchi yetu, na kutumia mtandao, mifumo ya kidigitali inakuwa ni rahisi zaidi wao kupata kokote waliko, kuliko kuanza kwenda kule unapoteza muda, mwisho wa siku uzalishaji unakuwa unachelewa. Asante. Naam, Brighton. Sasa kabla tujasikiza pia maoni ya Coleman, tuangalie maoni ya vijana kule mkoani Lindi. Jukwaa la vijana, kwa mtazamo wangu mimi napenda lifanyike, ikiwezekana lifanyike kwa yani wastani. Kwa mfano Mchinga tuna kata 11. Ukiweka jukwaa la vijana labda wakutane Lindi mjini, inawezekana ukawakosa wote kutokana na background ya maeneo yetu yalivyo. Kwa kama mimi, kwa wazo langu, tunapowekwa jukwaa la vijana basi wangechukua kutokana na zoni. Kwa mfano kata ya Mchinga, Mvuleni, Kinaniu, Kilangala, Kitomanga, hizi kata hizi ukizikusanyisha pamoja, tuna uwezo wa kutoa tulicho nacho vijana na nini maono yetu ya 2026. Lakini ukisema uwaeke sehemu moja, mfano mkoa, ukawakusanya sehemu moja ya mkoani, utakosa fursa ya maoni kwa vijana, kwa sababu kuna wengine hawana uwezo wa kufika maeneo hayo. Kwa mfano mtu anaishi Nangalu, anaishi huko Milola, anaishi Kiwawa, ni mbali kufika mjini. Kwa lakini ukiwakusanya kwa zoni, kwa mfano zile kata 3-4 ukazikusanya kule, ukasikiliza kero zao, ukasikiliza maoni yao, itakuwa ni jambo rahisi tofauti na kuwaleta sehemu moja, kwa mfano mkoani. Mimi kwa maoni yangu, kwa namna ilivyo kwenye ishu ya jukwaa la vijana, kwanza mimi nilitamani sana kwenye jukwaa la vijana wazingatie kwanza makundi. Ndio, sababu tunajua kwenye upande wa vijana tuna makundi maalumu yale, ndio walemavu, ndio wako ambao labda kwenye hiyo walemavu, wako wale walemavu wa viungo, wako walemavu wa ngozi. Sasa nafikiri ili tuweze kupata changamoto mbalimbali kutoka sehemu tofauti za vijana, wangekuwa wanazingatia yani yale makundi maalum, kwamba wanavyoitisha hayo majukwaa basi wazingatie kwamba wamewagusa kila sehemu ya vijana, wanawake wawepo, ndio, wanaume wawepo, lakini pia walemavu wawepo. Lakini pia kingine waangalie kwamba isiwe tu ni wanafanya katika maeneo ya mjini, sawa, kwa sababu tunaamini kwamba yani tunaamini kwamba sehemu nyingi za vijijini, yani vijana ni kama vile wamekata tamaa, hususa kwenye masuala ya ajira, ndio. Kwa hiyo utakutani mara nyingi watu wanaishia kuwa labda mabodaboda, wengine wanaamini kwamba ni bora kilimo, lakini pia hata iko kilimo, mtu ambaye yuko kijijini kinaweza kikamtoa kwa namna moja ama nyingine, endapo kama atafanyaje, atanyanyuliwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba hili jukwaa la vijana linakuja kusikiliza kero za vijana, ambaye yuko mjini, ambaye yuko kijijini, dereva bodaboda, mfanyabiashara, mfanyakazi, ndio, hata mkulima pia. Naam, vijana hao kutoka kule mkoani Lindi. Na hoja kubwa ambayo inaonekana hapa ni kwamba kuna hiyo kushinda kutofautisha hiyo jukwaa la kidijitali, lakini pia Baraza la Vijana la Taifa. Coleman, nafikiri ni kwamba kubwa zaidi ni kuwa na Baraza la Taifa la Vijana, alafu hivi vingine vinakuwa viko ndani ya hilo baraza, sio? Penda kusikia maoni waliotoa vijana kutoka mikoa tofauti, na maoni ya kakaangu hapo mtaala Joseph Malekela.
ila mimi ninajiuliza maswali machache. Nadhani wazo ni zuri na lengo ni zuri, japokuwa tunadili na wazo la mwaka 95 tunataka kuliimplement mwaka 2025. It's okay, ni wazo zuri, lakini najiuliza swali moja. Vijana kadhaa wameexpress kwamba hawana sehemu ya kusikilizwa, lakini tuna wabunge. Inamaanisha kuna changamoto kwamba vijana hawawezi kuwafikia wabunge wao, yaani tunamaanisha 77% ya wananchi hawawakilishwi vyema na wabunge wao. Kama that is the case, kuna changamoto, najiuliza tu. Lakini pili, najiuliza pia Coleman, kabla hujaenda kujiuliza swala la pili, kwenye swala la kwanza tu pengine unaweza ukajiuliza zaidi wewe kama kijana, ni wabunge wangapi wanaowakilisha vijana ambao wewe unawafahamu? Unaweza ukaacha wabunge ambao ndio wameingia sasa hivi bungeni, lakini hata ambao wamemaliza katika muhula uliopita, kuna wabunge vijana, kuna wabunge ambao walikuwa ni wawakilishi wa vijana ambao wewe ulikuwa unawafahamu, na pengine kuna yapi ambayo waliyatekeleza kwa ajili ya vijana? Sasa mimi sihoji wabunge specific wa vijana, kwa sababu mbunge wa Ubungo, kama asilimia wananchi wa Ubungo 77% ni vijana, mbunge huyu anaenda kuwakilisha 77% vijana bungeni, whether yeye ni kijana au hapana. Kwa ikiwa kama mimi kama kijana wa Ubungo siwezi kumfikia au ninahisi sisikilizwi, unakuwa na swali linajitokeza. Kwa nini ninahisi siwezi kumfikia, au kwa nini ninahisi mtu anayeniwakilisha hawakilishi changamoto za 77% za jimbo lake? Ni swali la kujiuliza. Je, ni kweli kuna hiyo kitu? Kama ipo, ni kwa nini? Au je, ni misunderstanding ambayo inatakiwa itatuliwe kwa kuonyeshwa kwamba jamani, mbunge anashughulikia changamoto kwa namna 1, 2, 3. Yaani kwa general, kwa sababu mbunge yote nchini anawakilisha 77% vijana bungeni. Ila pili, nilikuwa najiuliza kwamba kuna vikao vya kijiji, si ndio? Kuna vikao vinafanyika vya kijiji ambavyo vinahusisha wananchi wote. Tukiongelea wananchi wote, kuna vijana kwa 70%. Je, vijana huwa wanashiriki? Na kama wanashiriki, wanatoa mawazo yao, kwa nini bado wanahisi hayasikilizwi? Na kama hawashiriki, kwa nini hawashiriki? Tunakuja pia, kuna makongamano mbalimbali yanafanyika katika vyuo, yanafanyika katika kukusanya vijana sehemu mbalimbali. Kakaangu Marekela tumeshiriki makongamano kadhaa pamoja, na kwenye makongamano hayo aidha yanahusu vijana au yanakuwa ya kisekta. Vijana wamekuwa washiriki wazuri wa kutoa maoni, na mwisho wa yale makongamano yote zinatokaga resolution za kwamba sisi, haya ndiyo maoni yetu kama vijana. Je, wale vijana wanaoshiriki kule wanawakilisha vijana wote huku mtaani, au vijana wengine hawashiriki? Na je, yale maoni yanayotolewa pale yanasikilizwa au hayasikilizwi? Sababu hivi vitu vyote lazima tuvichambue ili tujiulize kwa nini hizi initiatives zote zinazofanyika aidha vijana hawasikilizwi au wakisikilizwa havifanyiwi kazi. Ili tunapozungumzia baraza, tuangalie ni nini tunafanya tofauti. Tusije tukaanzisha baraza alafu kijana wa Lindi hana namna ya kushiriki, au kipatikana namna hana interest ya kushiriki, kwa sababu initiatives zimekuwa nyingi na zinafanyika. Na tunakuja tena tunaangalia, kaka Marekela hapo amesema nchi nyingi zilizotuzunguka na hata Tanzania visiwani kuna mabaraza. Nakumbuka kwenye hotuba ile niliyofanya mwanzo ya Nyerere na vijana watano study group, alizungumzia namna gani ni muhimu kujifunza kwa wengine, lakini tunapojifunza tuchague yale yanayotufaa na yasiyotufaa tuyaache. Je, huku kwingine ni namna gani uwakilishi umetokea? Au baraza lipo alafu ukimchukua kijana wa Uganda, wa Malawi na wa Tanzania ukiweka wote wanalalamika pamoja? Kwa lazima tuangalie namba kwamba likishaundwa sheria ipo na litaundwa, ufanisi wake uko wapi kwenye kutatua changamoto? Ikiwa leo hii kuna initiatives ndogo ndogo, kuna uwezekano leo hii labda initiatives hazifanyi kazi kwa sababu ziko scattered. Marekela anafanya ya kwake, Coleman anafanya ya kwake, Goodluck anafanya ya kwake. Maybe hiyo ndo sababu, au labda kuna changamoto nyingine. Ya kwangu ni maswali tu, naamini wananchi wana majibu. Wananchi pia hawana majibu. Nimhakikishie kwamba wananchi pia hawana majibu, na pengine sisi hapa sisi hapa pengine tunaendelea kusalia katika maswali hayo ambayo na sisi pia tunakosa majibu. Lakini bado vijana katika maeneo tofauti wanaendelea kutoa maoni yao kuhusu jukwaa hili la kidijitali la vijana.
Pengine pia kuna namna wanagusia baraza la vijana bila kufahamu kuwa wanagusia baraza la vijana. Tuende kule mkoani Singida tupate kuendelea kusikiliza maoni ya vijana. Kitu ambacho kitatuunganisha vijana kwetu sisi ni kama fursa ambayo tunafurahia kuanzishwa kwa jukwaa hilo. Naona wangepita kila mkoa, kila kata, vijana wapewe elimu. Vijana wapewe elimu, jukwaa hili lina faida gani, jukwaa hili litawasaidia nini. Ningetamani sana jukwaa hilo kutatua changamoto za vijana kama vile ajira, mikopo. Kuanzishwa kwa jukwaa la vijana kuna faida kwa sisi vijana kwa kuelezea changamoto zetu, kupata fursa mbalimbali kama vijana. Kama fursa tuseme kama kibiashara, uchumi, haba mambo ya kujua mambo mbalimbali yanayohusiana na nchi. Kivyo vyote vile ambavyo kinaweza kufanya kijana wa nchini Tanzania kuendeleza uchumi wa nchi yetu. Serikali inataka kuanzisha jukwaa la vijana. Jitahidi sana waikumbuke na ile kauli mbiu ya Mzee Magufuli alisema kwamba Tanzania ya viwanda. Kwa mfano hapa nchini kwetu tungekuwa tuna viwanda vingi, vijana wasingekuwa wengi mtaani. 100%. Hao ni vijana kule mkoani Singida. Lakini kabla ya kurejea hapa studio, good luck Joseph pamoja na Coleman. Nadhani tuendelee pia kuangalia maoni ya vijana kutoka kule Katavi. Kabisa. Tumalizie kisha tutarejea. Tumalizie kupata kusikiza maoni ya vijana alafu tutarejea. Kikweli tuna changamoto nyingi. Vijana wengi ajira hakuna. Vijana imefikia tu wameamua kujiajiri wenyewe. Sasa changamoto wanazozipata ni mitaji midogo. Vijana wanapambana kwa nguvu zao, mwisho wa siku kodi zinakuwa utitili. Ule utitili wa kodi hatimaye ile mitaji yao inashuka. Vijana wanashindwa kusogea mbele, unakuta mwaka wa kwanza, mwaka wa pili yuko pale pale. Lakini hivi karibuni tumesikia serikali inatoa pesa. Sasa ugumu unakuja ni jinsi ya kuzipata hizi pesa. Pesa zinakuwa na mambo mengi, mara uende kwa unakuta dokumenti zinakuwa zina mambo mengi mno. Afu umeweka yani changamoto ili upate mkopo huo, unakuta kuna mambo mengi ambayo vijana wengi hawana dhamana hizo. Nyinyi huku mnaona mambo yanaenda, lakini huku chini mambo hayaendi. Hebu njoeni huku chini kwa vijana, muangalie, muulize vijana. Mikopo haitolewi vile mnavyotaka nyinyi. Inatolewa ile kitu inaitwa ndugurization au kujuana. Je, huku juana mpaka lini? Yaani sisi vijana mnataka tufanye kitu gani? Kilimo kinahitaji mitaji. Mikopo mambo kede. Je, tunatokaje? Ili tuweze kujiajiri, kuwe na mikopo ya vijana ambao wamemaliza chuo na wana elimu nzuri ya mambo ya kilimo, na wale ambao wanaonesha nia huko vijijini wapate mikopo moja kwa moja ambayo itawawezesha kupata mbolea, kupata viuatilifu ambavyo vinachangia kuwarudisha nyuma kielimu. Kwa sababu leo hii kijana ukimwambia heka inaweza kukutolea gunia 35 40, ameilima katika mazingira gani? Amelima tu kapanda afu anapata gunia 3 4. Anaona kama serikali inaigiza. Basi wapate pembejeo, wakopeshwe pembejeo kwa muda wa wakati, wapate semina elekezi. Inaweza ikawa ni sehemu ya fursa ya vijana. Serikali ijikite sana kwenye ubadilishaji wa mitaala ya elimu kwa sasa, kwa sababu asilimia ya watu wengi wanaohitimu vyuo vikuu target yao ni kuajiriwa na serikali. Ikiwa serikali haina uwezo wa kuajiri hao watu wote, hivyo ikijikita katika ubadilishaji wa mitaala ya elimu itasaidia kwa vijana kuweza kutambua fursa mbalimbali zilizopo katika nchi yetu. Tukiangalia kwenye fursa ya ufugaji, wanaweza wakapewa mikopo ambayo inaweza wakajikita katika ufugaji. Hao ni vijana kutoka kule mkoani Katavi. Japo tunarejea tu kuwa 34% ndio wale ambao wako katika umri wa miaka 15 hadi 35, lakini kuna wale ambao bado wako katika kundi la vijana hadi miaka 40 na hivi kabisa, kabla ya kufika katika umri wa utu uzima. Vijana wa makamu. Vijana wa makamu. Maana gula kukua nuliza hapa ndugu yangu, kuna wengine nawaona naambia ni vijana lakini vijana
wa makamu. Mmoja hapo ameuliza tunatokaje? Kabla lakini kuna tuwalea mifano pia, ukiangalia katika mataifa mengine, kwa mfano Namibia, Botswana, mawaziri wa vijana ni miaka 20 hapo, 20s. Ni jambo la kuliangalia kwa umakini wake. Namuona Coleman, hilo limemfanya yaani kama ifikia tu atafakari zaidi Coleman. Gen Z ambaye ni waziri. Yaani kama vile hapa waziri wetu wa vijana Goodluck umetufikirisha na yeye ana miaka mingapi? Au ni kijana wa makamu? Kijana nasema kaka mkubwa. Tuna tukamalizie kule mkoani Songwe kwa kuangazia maoni ya vijana. Kwa majina naitwa Noeli, ni mkazi wa mkoa wa Songwe, lakini pia ni kijana. Sasa tunapenda kumshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuona sisi vijana na kutuanzishia wizara yetu ambayo ni wizara ya vijana, na sana mama Samia Suluhu. Lakini pia sisi kama vijana tuna changamoto nyingi sana zinazotusibu. Changamoto kubwa ni changamoto ya ajira ambayo Watanzania wote mnajionea kwamba vijana wengi tumesoma, tuko mtaani, lakini ajira hamna. Lakini pia licha tu ya ajira, vijana tunapenda tupewe kipaumbele katika masuala mbalimbali, ikiwepo masuala labda ya kilimo. Kama kuna fursa yoyote ambayo inajitokeza, vijana tunaomba tuwe wa kwanza. Hivyo ndio vitu ambavyo ningependa mimi kama mkazi wa Songwe viwe kipaumbele katika hilo jukwaa la vijana. Lakini pia ambacho napenda isiwe tu vijana wa mikoa, labda vijana wa mjini ndio wanachukuliwa kwenye hilo jukwaa, lakini pia sisi vijana wa vijijini tuweze kuchukuliwa, ili pia tuweze kuendeza changamoto zetu. Maana ukiangalia changamoto ambazo zinakuta vijana wa mjini na sisi vijana wa kijijini ni tofauti. Kwa hiyo katika hilo jukwaa lisiangalie tu hawa ni wa mjini, hawa ni wa kijijini, na sisi wa vijijini pia tuonwe, tuhudhurie kwenye hilo jukwaa. Majina naitwa Godfrey Mdolo. Mambo ambayo ningependa ni kwamba sawa, tunashukuru serikali kwa sababu imeunda wizara ya vijana. Tunaomba sisi kama vijana kwamba wajikite sana kwenye masuala yanayohusu vijana, kwa sababu imeonekana vijana ni changamoto kubwa sana kulingana na ajira, uhafifu wa ajira serikalini. Mpango wa serikali ni kwamba vijana na sisi tujikite sana kwenye kilimo. Basi watoe hata maeneo kwa upande wa vijana ili na wenyewe wajiwekeze kwenye kilimo, kwa sababu hakuna njia nyingine mbadala. Wengi wamekimbilia kwenye bajaji nini, lakini kwenye zao la kilimo vijana wanalikwepa, na kuna baadhi ya vijana ambao wanahitaji kwamba na wao walisishwe kwenye kilimo. Sasa maeneo inakuwa ni shida, na hivyo ndio vitu ambavyo natamani vijadiliwe kwenye jukwaa. Hakika mikoa ni mingi sana hapa Tanzania, na hawa ni wale ambao wametuwakilisha vijana kutoka maeneo tofauti, tukimaliza na vijana kutoka kule mkoani Njombe. Sasa mjadala tumekaa hapa na kujadili kwa muda mrefu kabisa. Coleman akituacha na maswali ama akitujibu maswali yetu kwa maswali. Tumemaliza kule mkoani Songwe, kumradhi. Lakini Joseph, inavyoonekana kwa maoni na mawazo ya vijana wa Tanzania, tunachokihitaji kwa sasa hivi sio jukwaa la vijana la kidijitali, japo tunalihitaji likiwa ndani ya chombo ambacho kitaenda kuwasikiliza vijana, chombo ambacho kitawakutanisha vijana, chombo ambacho vijana watakutana ana kwa ana kujadili yale ambayo wanayapitia. Asante. Nitarejea mazungumzo yangu ya awali kwamba wizara yetu ya vijana kazi yake kubwa ni of course practically ni kuwasikiliza vijana wanataka nini, na mwisho wa siku kuweza kuchannel yale mambo ambayo wanadhani ni ya sekta kwa sekta nyingine, na kuona kama wanaweza kufanya jitihada za wao wenyewe kushughulikia baadhi ya mambo ambayo yako ndani ya uwezo wao. Kwenye eneo la kuwasikiliza vijana, unajua umri wetu huu wa vijana miaka 15 mpaka 35 ni umri ambao fikra zinachemka. Vijana wanakuwa na mawazo mbalimbali na wanatamani wayatoe mawazo yao yasikike, wasikilizwe. Kwa hiyo kazi ya kusikiliza vijana ni muhimu, na katika mazungumzo ambayo yamejadiliwa hapa, vijana wanahitaji Baraza la Taifa la Vijana. Mimi nadhani ni hekima hivi sasa kuchukua hatua sasa kulitekeleza, kwa sababu
sisi Tanzania bara tuna kitu gani kikubwa sana ambacho kinatufanya tusiwe na baraza la taifa la vijana kulinganisha na nchi nyingine. Tumetaja baadhi ya mifano hapa, lakini mimi nikwambie tu hata Somalia baraza la taifa la vijana lipo, hata Sudani ya Kusini maeneo ambayo tunadhani pengine yana conflict, baraza la taifa la vijana lipo na wana kazi ambazo wanafanya kuunganisha vijana, kuleta vijana karibu. Kwa mimi nadhani ni muhimu sasa serikali isikilize, iweze kufanyia kazi kwa baraza la taifa la vijana na tunayo sehemu ya kuanzia kufanyia kazi hilo na sipingani na umuhimu wa kuwa na jukwaa la kidigitali, kwa sababu moja ya changamoto ya vijana ni upatikanaji wa taarifa. Kwenye ilani ya vijana huwa kuna ilani ya vijana kila mwaka wa uchaguzi. Mwaka huu kwenye ilani ya vijana ya mwaka huu ambayo itengenezwa na asasi za kiraia, kuna vipaumbele mbalimbali ambavyo vipo. Kimojawapo ni ushiriki wa vijana kwenye masuala ya maamuzi, ambapo hapo ndio kuna baraza la taifa la vijana na kuna masuala ya kuwa na specific quota za vijana kwenye ngazi za maamuzi na mambo mengine. Lakini moja ya jambo lingine ni masuala ya upatikanaji wa taarifa. Kwa swala upatikanaji wa taarifa kwa vijana, taarifa za fursa, taarifa za namna gani wanaweza kujikwamua kiuchumi, ni kitu ambacho vijana wanakihitaji. Kwa hiyo nakubaliana na wazo la kuwa na digital platform ya kutoa fursa kwa vijana, ambayo sina shida na kama iliwe chini ya wizara ya vijana au chini ya baraza la vijana, lakini kitu ambacho ni muhimu na ni kwa vyovyote vile lazima wizara zishirikiane. Mfano wizara ya habari na masuala ya teknolojia kwa maana TEHAMA lazima washiriki, kwa sababu huo unazungumzia ni mfumo wa kiteknolojia wa kidigitali kuweza kuunda, na hiyo jukwaa haliwezi kuwanufaisha vijana peke yake. Na kwa nchi nyingine majukwaa kama hayo ya kidigitali yanatumika kurahisisha huduma kwa wananchi. Hata ule mfumo ambao tumezungumzia masuala ya mfumo wa e-governance uko specific sana kwenye masuala ya huduma za wizara husika, lakini kwenye nchi za wenzetu ukiingia mfumo ni mmoja, yeyote ule unakutana na fursa fulani, huduma hizi huduma zile, mwisho wa siku unazitumia, inakurahisishia wewe kuweza kupata huduma kwa wakati na mwisho wa siku kutokupoteza muda kufuatilizia huduma fulani katika maofisi. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, kwa upande wangu nadhani ni muhimu kuhakikisha kwamba jukwaa hilo la kidigitali hata kama litawalenga vijana, basi liwe pia linawatazama pia na watu wengine ambao kwa mujibu wa sera ya vijana ambayo imezinduliwa mwaka 2024, sera ya maendeleo ya vijana toleo la mwaka 2024 nazungumzia, ambayo inatambua vijana kama vijana miaka 18 mpaka 35. Basi hawa vijana wa miaka 36 mpaka 40 hawa kina mheshimiwa Naoka nao wafanikiwe wanufaike na hilo jukwaa la kidigitali, lisiwe biased, kwa sababu bado watu wengi wanatamani kupata fursa kwa wakati, kwa urahisi katika viganja vyao. Asante. Shukran sana. Tumalizie na Coleman, kwa kumalizia, nini hasa pia ungependa kuwaambia vijana, lakini pia mamlaka kufuatia uamuzi huu ambao umetolewa na waziri wa vijana? Mawazo yaliyotolewa na vijana kutoka sehemu mbalimbali na nchi na yaliyotolewa na Malekela hapo, ila kwa kumalizia mimi naomba ningesema tunasema changamoto za vijana ni nyingi, na wakati zilipokuwa zinasemwa nikakumbuka tulipokuwa tunafundishwa shule ya msingi mahitaji makuu ya binadamu, malazi, mavazi na chakula, kitu kama hicho. Changamoto kubwa ni kwamba tuna ukosefu wa usawa kijamii na kiuchumi, lakini ni changamoto kubwa na itachukua muda mrefu, iko hata kwenye yale malengo ya endelevu ya dunia. Lakini tunapotatua hizi changamoto za vijana, tukumbuke mahitaji ya vijana ni mahitaji ya binadamu. Kama sisi kwenye sekta ya disability, kuna muda huko ulimwenguni wanasemaga mahitaji ya watu wenye ulemavu si mahitaji special, ni mahitaji ya binadamu. Kwa mahitaji ya vijana, awe na uhakika wa chakula chenye ubora, awe na uhakika wa afya bora, awe na uhakika wanaye watasoma elimu bora sio tofauti na wengine, awe na uhakika wa makazi yenye staha. Haya ndio mahitaji ambayo na kadhalika, na awe uhakika na fursa sawa. Akiwa na uhakika na matumaini ya huduma hizi za msingi kwenye maisha yake, hizi changamoto nyingine tutazitatua kadri muda unavyoenda. Kwa kadri tunavyotatua, tusisahau pia tunatatua changamoto za kijana, lakini apate afya bora, apate makazi yenye staha, apate chakula, apate elimu bora kwa ajili ya wanae na familia yake na kadhalika. Kwa tutatua hizi changamoto za msingi ambazo zitamwezesha mtu kuishi kwa staha, alafu tutatatua changamoto nyingine kadri muda unavyoenda. Asante. Na shukrani sana Coleman, asante sana kwa kuzungumza nasi na kutakia majukumu mema, lakini pia nakushukuru Joseph Brighton Malekela, lakini wote ambao pia tumezungumza nao katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Tunakamilisha hivyo na tutakaporejea tutakutakia heri ya siku ya kuzaliwa ambayo amezaliwa tarehe 30 mwezi wa 12.